Mtazamaji wa EATV, ni kualike kwenye mjadala. Siku nyingine tena tunakutana katika mjadala. Jina langu ni Samson Charles. Hii leo tukijadili masuala yanayohusiana na rushwa na tukiangazia kuendelea kuwepo kwa rushwa. Tatizo liko wapi? Serikali imekuwa ikijitahidi kufanya juhudi za kutokomeza, kupunguza, kama sio kumaliza kabisa tatizo la rushwa ambayo utaipata barabarani kwa baadhi labda ya maafisa ambao wanasimamia barabara, katika sekta ya afya, katika sekta zote ambazo utapita. Rushwa imekuwa ni kansa. Mwalimu Nyerere toka nchi hii anaanza kuitawala aliwahi kuzungumzia suala la rushwa kwamba imekuwa ni tatizo. Licha juhudi za serikali, bado kumekuwa na viashiria. Rais Samia amewahi kuzungumza siku za hivi karibuni kuhusiana na namna ambavyo yeye binafsi alikutana na tatizo la rushwa kutoka kwa askari wa usalama barabarani. Sasa tunataka kuangazia swala hili na kujadili. Niko moja kwa moja na Eli Makala. Eli Makala huyu ni mkuu wa dawati la elimu kwa umma kutoka taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU katika mkoa wa TAKUKURU wa Ilala. Halikadhalika atakuwa na Musomi Maira. Bwana Musomi Maira huyu ni mkurugenzi wa chama cha wataalamu wa udhibiti na ufisadi na ubadhirifu, kinaitwa ACFET, moja kwa moja akiwa na Isa Mustafa Mwananchi akiwakilisha wananchi. Karibuni sana ndani ya studio. Asante sana. Labda ni kwa kuwa tuna Mwananchi hapa na yeye ndio yuko kule kwenye ground. Isa, hebu tuambie maafisa yako hapa, hususan dada Eli, kwa mtazamo wako, na wewe ni dereva bodaboda, umekuwa una harakati nyingi sana za maisha. Unaonaje juhudi za kupambana na rushwa hapa nchini? Tupo wapi kwa mtazamo wako? Juhudi zipo, lakini unavyozungumza swala la kudhibiti, maana yake unadhibiti kitu ambacho tayari kishaanza. Unavyoanza kupambana na kitu kishaanza ni kazi. Kwa hiyo juhudi zipo, wanafanya, lakini bado mafanikio ni madogo. Mafanikio ni madogo kwa sababu rushwa imekuwa ni saratani ya jamii. Jamii yetu imekuwa yani saratani imeingia sana, kwamba kila idara unayoenda lazima chochote kile kitoke. Una mfano ambako unaweza ukashare na sisi kwa uhalisia bila kumtaja muhusika kwamba umewahi kuwa majaribuni na rushwa? Vipo vingi. Unaenda kuomba tu nyaraka sehemu, nyaraka tu ambazo ni halali yako, lakini mtu hatoi bila kutoa chochote. Kwa hiyo hilo lipo, lishanikuta mahakamani, lishanikuta polisi, yapo mengi. Okay. Yeah. Dada Eli Makala, huu ni kielelezo, mfano wa wananchi ambao tunao nyumbani Tanzania. Wanakwama wapi wakati nyinyi TAKUKURU mpo? Ameongelea kwamba kuna mfano ameshaenda mahakamani. Labda mimi niseme, labda sisi wote kama wananchi, unajua jukumu la kupambana na rushwa ni la kwetu sisi sote. Sio la mtu mmoja, sio la serikali peke yake, au sio la TAKUKURU peke yake. Kwa sababu mimi alivyoenda mahakamani, mfano ule wa mahakamani tu, mimi sikuwepo mahakamani. Na wala sikujua kama huyu mtu ameombwa chochote ili aweze kupata hiyo document. Kwa hiyo alipokwama yeye ni pale kutoa taarifa. Kwa hiyo issue hapo inakuja kwenye taarifa. Ndio maana rushwa labda inaweza ikawa inaendelea. Inaweza hasa kwenye utoaji wa huduma za kijamii. Kwa sababu kwenye kutoa huduma ni wewe na mtoa huduma. Hakuna mtu wa tatu pale. Kwa asilimia kubwa wananchi wanaokwama kama ndugu Isa hapa ni kutokutoa taarifa ili ziweze kufanyiwa kazi na sisi TAKUKURU ama na mamlaka nyingine. Mkurugenzi, nitarejea kwako. Hebu niambie tena jambo Isa. Kwa hiyo hicho nadhani ndicho ambacho kinaweza kaa kinakukwamisha wewe na asilimia kubwa wananchi. Si mnajua TAKUKURU ipo? TAKUKURU ipo, lakini ni wananchi wangapi wanajua ofisi za TAKUKURU ziko wapi? Mfano kwa wilaya ya Kinondoni yenye kata 20, ofisi ya TAKUKURU iko Magomeni. Mwananchi aliyopo Mabwepande, anaishi Mabwepande, shughuli zake zote zipo. Nizungumze na wewe mwenye ufahamu. Sasa nakuja kwako kwa alichokizungumza. Pia taarifa inavyofika na inavyofanyiwa kazi inachukua muda gani? Mwananchi anaenda labda kuripoti jambo, kutoa taarifa jambo, nenda rudi. Nishaenda ofisini kwake mwaka 2017, kulikuwa na tatizo la bodaboda Makumbusho, wanatozwa fedha isiyo halali, lakini nilazimika kwenda zaidi ya mara 3
na mwisho wa siku akaniambia nenda kalete vijana wanaokutana na hilo tatizo. Kufika kule vijana wanakwambia hebu acha tuendelee kutoa tu, hamna jinsi. Lakini ilikuwa wajibu wao kutoka kuja kuangalia, kupeleleza, je, swala alipo kweli? Kwa hata taarifa inavyotoka bado kuishughulikia nako bado kuna uzito. Aiza wenda taasisi na watumishi wachache na vitendea kazi visivyokizi, na linaweza likawa tatizo lingine. Lakini taarifa zinavyotoka, je, zinaleta matokeo yanayolingana na taarifa wanayoipata? Asante. Labda mimi niseme jambo moja kwamba kutoa taarifa ni jambo moja, lakini pia taarifa inayojitosheleza ni jambo la pili, ili iweze kufanyiwa kazi. Unaweza kukuta labda mtu amepiga simu, huku TANESCO kuna rushwa sana. TANESCO wapi? Rushwa upande gani? Pamoja na kutoa taarifa, tunahitaji taarifa ambayo imejitosheleza, lakini pia mfano kama huo alioongelea wa stendi ya Ubungo, Makumbusho, kwamba labda vijana wanakusanyiwa hela. Kama taarifa isipojitosheleza, mimi sana nitaenda kufanya udhibiti. Unajua TAKUKURU tunafanya kazi kwa udhibiti, tunaelimisha na tunafanya uchunguzi. Kuna jambo ambalo unaweza kutolea taarifa, usipokuwa na ushahidi wa kutosha wa kwenda kwenye uchunguzi, utafanya udhibiti ama elimu kwa umma. Nitarujia kwako. Mkurugenzi Musomi Maira, kwa ulichokiona hapa, unahisi tuna tatizo kubwa ambalo kulitatua tunahitaji misuli ya kutosha? Si kwamba nitamsapoti mtu wa elimu wa PCCB, lakini alichokisema ndio uhalisia. Wakati mwingine watu wanakutana na shida hizo, lakini utoaji wa taarifa haujitoshelezi. Anaposema taarifa haijitoshelezi, maana yake unapotoa taarifa lazima ianze mwanzo mpaka mwisho, ili anapokwenda sehemu ya tukio awe na kitu ambacho kinajitosheleza. Sasa mfano, umesema labda kuna jambo fulani limetokea hospitali fulani, sawa, basi amefahamu hilo, then what next? Lazima apate taarifa za kutosha ili aweze kuchukua hatua, na hatua hizi zinaweza zikaenda mpaka mahakamani. Sasa ukimpeleka mtu katika level ya mahakama, una ushahidi wa kutosha, maanake hata huyo mtu umemnyima haki zake za msingi, uhuru wa kufanya shughuli zake za kijamii na mambo mengine ambayo yangeweza kumsaidia yeye katika ujenzi wa taifa na familia yake pia. Kwa hiyo lazima mtu anayetoa taarifa awe ametoa taarifa inayojitosheleza, ili TAKUKURU na vyombo vingine vya ulinzi na usalama waweze kuchukua hatua ambayo haina shaka katika utekelezaji wa majukumu yao. Ndicho kitu ambacho naweza nikasemea kwa upande huo. Okay, sawa. Taarifa naona Isa anataka kukumeza hapo. Anyways, ukizungumza kuhusiana na rushwa pale ACFE Tanzania. Okay, ni swala ambalo unaweza ukalisemaje kwa in general, yani uwepo wa rushwa hapa? Okay, sisi kwanza labda niseme kwamba chama chetu cha ACFE kina wanachama ambao wako taasisi mbalimbali, wako CRDB, wako TAKUKURU, wako sehemu mbalimbali. NHIF pale ukienda utakuta kabisa ofisi imeandikwa anti fraud unit. Maana yake ni kazi yao ni kudetect na kuprevent, kubaini na kuzuia. Wanapobaini kwamba kuna jambo fulani linaweza likaleta madhara fulani, wanaweza kuzuia, kama alivyosema mtaalamu wa elimu upande wa TAKUKURU. Kwa hiyo kubaini ni pamoja na kuona, kwa mfano, mwananchi anahitaji huduma, lakini ile huduma inachukua muda mrefu sana, kwa anaweza kaona kwamba kile kitendo cha kuchukua muda mrefu kinaweza ikasababisha huyu mwananchi kutoa kitu, kulazimika kutoa kitu, kwa sababu huyu anaweza asiombe na huyu naye anaweza asimwambie kwamba anahitaji kutoa, lakini yale mazingira ya kuchelewesha huduma yakawafanya hawa watu wawili kuona kwamba huyu anahitaji, ngoja fanya nini, aweze kutoa. Kwa hiyo sasa wanachama wetu, kwa mfano, wanapokuwa katika taasisi zile, miongoni mwao ni kuona, wako kama watchdog, wanaangalia hii hali inaweza ikasababisha kitu fulani kutokea, wanazuia na muda mwingine wanahusika kwenye kutoa elimu. Kwa kifupi, taarifa sasa ambazo mnakuwa mnazipata kuhusiana na rushwa, unaweza kuniambia rushwa inaendelea kukithiri ama inapungua?
Hilo kwanza niseme kwamba kwa nchi kama Tanzania inapiga hatua kwenye mapambano dhidi ya rushwa, kwa sababu hata ukiangalia kwenye National Index imetoka kwenye, sikumbuki na nafasi ngapi, lakini imepanda. Nadhani tungekuwa na nanili nzuri hapo tungeionyesha. Okay. Haiko kule ambako watu wanadhani kwamba iko chini zaidi, no, imepanda kwenye nafasi ambayo iko juu kidogo kwenye mapambano dhidi ya ufisadi na ubadhirifu pamoja na rushwa. Kwa hiyo mtu mwingine akiwa nje anaweza akasema kwamba hawa watu hawafanyi kazi, lakini watu wanafanya kazi, na uwezi kujua, wawezekana si wengi kama ambavyo watu wanavyodhania. Sasa bado pia ni wachache. Kwa hiyo utendaji kazi wao unahitaji pia sapoti kubwa kutoka kwa wananchi. Sawa. Isa, ukisikiliza haya mahojiano na hawa maafisa, bado kuna swala la taarifa ambayo naona nikiangalia uso wako itakuwa inakutatiza. Sasa mbona kama natoa taarifa? Mbona kama mambo yaende? Unajua mtu anavyosema taarifa inayojitosheleza, unazungumza kitaalamu. Unazungumza kitaalamu na mtu wa darasa la 7 au la 5 kama mimi, anaishi mtaani, anayejua kwamba nimekutana na hili, taarifa imeisha. Sawa. Ni namna gani wewe unashughulika na huyu mtu kumjua kwamba ni mtu wa aina gani anayenipa hili jambo na anahitaji apate msaada kiasi gani? Sijui kama unanielewa. Taasisi zifanye kazi kulingana na aina ya Watanzania jinsi tulivyo. Sawa. Lakini pia hizi taasisi zina watumishi wachache. Yaani wachache. Ukimuuliza mama pale alikuwaga Kinondoni, namfahamu. Ofisi yake ina watumishi wangapi? Na imani 100 Kinondoni hawafiki. 100 hawafiki. Sasa 100 kwa wilaya ya Kinondoni yenye kata 20, kama wako 100, maana yake kila kata anahitaji atume watu wangapi? Watu 5 wa kwenda kufanya kazi kule kwenye kata. Yaani mimi nazungumzia takwimu za kawaida tu, zile za darasa la 7. Sawa. Sasa kama watumishi ni wachache, unategemea hili jambo linaweza kudhibitika kirahisi? Bado tunayo safari ndefu. Kwa hiyo mtu akikutana anahesabu muda, nimekaa hapa masaa 2 sijapata huduma, ngoja nitoe niondoke, na hana muda wa kwenda kutoa hiyo taarifa. Wengine ambao huenda tunakerwa na hilo jambo, mimi nilikuta hilo tatizo Makumbusho lina zaidi ya miaka 3. Watu wanachukuliwa pesa kila siku na mtu binafsi. Lakini wale vijana nikachukua vile visiti wanavyopewa, nikaenda ofisi ya wilaya Kinondoni, wakanielekeza ofisini, nikaenda wakanichukua maelezo, wakanienda nikaenda nikarudi tena, mwisho wakaniambia karete vijana 4. Nilipofika vijana walinikatalia. Na hivyo vyote naenda kwa gharama zangu, nauli za kwangu, muda wa kwangu. Sasa yule yeye anahangaika na ile buku. Sawa, ile buku nyingine anayotoa kwa mtu baki, yeye haoni shida, kwa sababu anajua hata kilitoa kushughulikiwa bado kuna nini, kuna uzito. Kwenye swala la rushwa jamii yetu kuna vitu ambavyo vinatakiwa kujengwa. Yaani viwe mazoea, vianzie kwenye sekta kwenye ofisi za umma. Kwenye ofisi za umma huduma inacheleweshwa makusudi, hakwambii kwamba mimi nataka unipe, ila kuna ile delay ili na wewe ujiongeze akilini. Sasa wanaojiongeza na kwenda kutoa pale, nimepoteza muda, niende tena nikapoteze muda mwingine hapo. Asante sana. Huyo ni Isa Mustafa, mwananchi ambaye unamsikia akitoa hisia zake kuhusiana na masuala ya rushwa. Tunarejea muda mchache ujao. Usikose kuangalia EA TV saa 1 upate habari za kina na za uhakika kwa wakati zilizoandaliwa kwa weledi wa hali ya juu na waandishi wetu kutoka kila kona ya nchi. Midoto Kadosho, Hadija Bagasha, Dennis Chisaka, Ivanyariga, Mariam Shabani, naitwa Sita Tuma, runinga ya East Africa. Bila kusahau Afrika Mashariki na kimataifa. Tupendane, twende tukafanye kazi kwa maendeleo yetu. Jione habari kwa jicho tofauti. Tumedhamiria kukuhabarisha. Karibu tena mtazamaji, na kukumbusha unaweza ukashiriki mjadala kupitia email. Tuandikie barua pepe inaitwa mjadala@eatv.tv. Ukituandikia nitaisoma pale, utaniwekea namba yako ya simu,
tutawasiliana tukijadili masuala ya kuendelea kuwepo kwa rushwa, nini tatizo, nikiwa na wageni wangu hapa. Lakini moja kwa moja tuende katika mitaa mbalimbali tuwasikilize wananchi wana maoni gani kuhusiana na suala hili. Uzalendo hatujafundishwa na maana ya rushwa. Ndio tunasikia tu kuna kupambana na rushwa, lakini elimu bado. Tunahitaji sana elimu ifike kwa kila mmoja. Ingewezekana hata serikali ingefanya maamuzi au kwamba ingefundishwa rushwa kuanzia mashuleni, kuanzia awali, shule za awali, kwa sababu anavyokuwa katika ile shule ya awali kwamba anafundishwa maana ya rushwa ni nini. Kwa sababu kuna aina nyingi za rushwa, sababu mpaka sasa unaona kuna rushwa ngono. Hata unavyoenda taasisi yote ya serikali unahitaji huduma upati, unaenda nenda rudi kwa kitu ambacho inawezekana, lakini ni kutengeneza namna ya rushwa. Sisi tulikuwa tunalipa faini 30,000 sisi madereva wa vyombo vidogo vya kawaida, sisi wajasiriamali tuseme, kwa sababu sisi rushwa ilikuwa imekithiri sana, tofauti na sasa hivi, japokuwa sasa hivi bado ipo, kwa sababu ilikuwa mzigo ulikuwa ni mkubwa wa sisi kulipa. Kwa mfano nikikamatwa tu kosa moja, labda tairi imeisha, maana nilikuwa napigwa 30,000 wakati nilikuwa na option ya kutoa rushwa. Maana ndio maana tulijikita sana kwenye kuweka rushwa, lakini kiukweli kwamba ukitengeneza mazingira mazuri na sisi wajasiriamali au wafanyabiashara kwa ujumla, mimi rushwa nafikiri inaweza kupotea kabisa. Labda elimu tu ingetolewa kwa watu kwamba labda kama ukifika mahali ambapo unatakiwa kupatiwa huduma, pengine kuwa na subira, na kwamba mtu unapokwenda kutoa rushwa ni sawasawa kwamba unanunua haki yako mwenyewe. Yule mtu ambaye anakuwa amekaa mahali fulani kwenye ofisi, yuko mahali pale kwa sababu ameajiriwa kwa kazi ile na ni wajibu wake kukuhudumia wewe. Kwa hiyo elimu hii ikitolewa kwa watu ambao wanaenda kupata hizo huduma, kuto kununua zile haki zao kwa kutoa pesa ili ahudumiwe kabla ya watu wengine, nafikiri hiyo itakuwa ni dawa tosha sana kwa ajili ya kupata kuondoa ile tatizo la rushwa. Naam, hayo yakiwa ni maoni ya wananchi. Tukirejea tena hapa nikiwa na Eli Makala, mkuu wa dawati la elimu kwa umma kutoka TAKUKURU katika mkoa wa Kinondoni wa TAKUKURU, alikadhalika Isa Mustafa, mwananchi, na Musomi Maira kutoka chama cha wataalamu wa udhibiti wa ufisadi na ubadhirifu. Eli Makala, wakati unamsikiliza hao wananchi tulioona, lakini ukimsikiliza Isa pale, kuna wananchi wanahisi kabisa wanatoa taarifa stahiki na zinakuja TAKUKURU, lakini wanakuwa disappointed. Na ukizungumzia vivyo swala la watumishi kutosheleza, inaweza ikawa ni changamoto kwenye mapambano dhidi ya rushwa. Karibu. Asante. Labda nianze na lile la kusema anatoa taarifa. Kwanza ucheleweshaji wa huduma pale yalipo. Kwamba anaona huyu mtu hajatamka kwamba anahitaji rushwa, lakini anaona kuna ucheleweshaji wa huduma kutolewa. Kwa hiyo mtu anaweza akaona kwamba kumbe hapa natakiwa nijiongeze. Lakini pia sio lazima uje TAKUKURU. Pale kuna uongozi. Yaani kwa mwananchi ambaye anatusikiliza, anatakiwa atambue kwamba pale alipo, kama yuko polisi, kama yuko mahakamani ama yuko hospitali, kuna uongozi. Kwa kuanzia pale ambapo hujaombwa moja kwa moja rushwa, anzia kwa kiongozi. Kwamba niko hapa kwa muda fulani, kwa sababu kila taasisi ina mkataba wa huduma kwa mteja. Mkataba wa huduma kwa mteja ni mkataba ambao unaongoza mtumishi yeyote wa umma kutoa huduma, na tunategemea tupate huduma bora. Yaani kulingana na kila taasisi inafanya kazi kwa jinsi gani, wameweka kwa muda gani huyu mwananchi atakuwa asubiri kupata huduma. Kwa hiyo unapoona kwamba hujahudumiwa kulingana na mkataba wa huduma kwa mteja, ni vyema mwananchi akaenda kuona uongozi wa juu, kwa sababu pale vitendo vya rushwa moja kwa moja hajatamka kwamba anataka kiasi fulani. Kwa hiyo tuanze na viongozi walioko pale. Tuna kamati za maadili katika kila taasisi za umma. Okay. Kwa hiyo pia hao wananchi wanaweza kaenda kwenye kamati za maadili. Kuna mwenyekiti, kuna wajumbe na kuna katibu. Kwamba jamani, hizi huduma za hapa TANESCO zikoje? Mbona mimi nimekuja toka muda fulani sijafanikiwa kupata huduma yangu. Kwa hiyo unaanza na wale, lakini napofika sasa kwenye issue ya moja kwa moja, sasa hii ni rushwa, hiyo tuletee kwetu, sisi tunaifanyia kazi. Ni process kali. Kwa hiyo issue ya watumishi wengi, kwa kifupi sana, nije kwa wengine. Issue ya watumishi wengi naomba naweza kaa iko juu yake. Yes. Kwa kweli nikimtazama hapo. Musomi Maira. Yes. By the way, wakati tunamalizia, tusibeze juhudi ambazo zinafanyika na TAKUKURU. Lakini tuzungumze sasa
ni wapi pa kuinvest zaidi, pa kuwekeza ili kuhakikisha kwamba malalamiko kama akina ndugu Isa hapo na wananchi wengine yanaisha kabisa? Cha kwanza lazima tuwekeze kwenye elimu. Isa ni sehemu ya wananchi ambao sisi tupo. Si wote ambao wanaweza wakawa na elimu kama ya Isa au kama ya kwangu. Kwa tunapokuwa tumewekeza kwenye elimu, tunapatia nafasi ya kujitambua na kutambua kwamba kuna jambo hili naweza nikalichukua katika hali hii na hii na hii. Ametangulia kusema hapa kwamba unajua tatizo ni kwamba tunadhani kwamba hili jambo la kupambana na rushwa ni la TAKUKURU na serikali peke yake. Hapana kabisa. Maana ya serikali ni pamoja na mwananchi. Tumesoma form 4 uko civics wametafasiri nini maana ya government. Government is for people. Maanake wananchi ndio serikali. Sasa tukisema kwamba serikali ni ya mtu fulani, ngoja tuone wanapambana kwa namna fulani, hapo tutakuwa tusaidii. Tunapaswa kuwa na utamaduni wa kusaidia serikali. Kwa sababu serikali ni sisi wenyewe. Hawa walioko kwenye uongozi ni dhamana wamepewa kwa ajili ya kuongoza serikali. Ndio maana tunasema ni viongozi wa serikali. Ndiyo tafasiri hiyo. Ukija kwenye upande mwingine maadili, kitu ambacho naweza nikakiongelea kwamba yote haya tunahangaika nayo kwa sababu ya maadili. Tunapambana na mambo ya ufisadi, rushwa ni kwa sababu tunakosa maadili. Yaani shida ni maadili. Tuna viongozi wa dini watumie nafasi yao kuelimisha watu kuwa na maadili mazuri. Tuna taasisi mbalimbali ambazo zinakutana na watu watumie nafasi hiyo kuelimisha watu kuwa na maadili mazuri, na tujenge wananchi kuwa na uzalendo. Isa, kuna jambo nilizungumza na moja kati ya maafisa wa TAKUKURU. Aliniambia watu kama wananchi, mchango wenu vivyo kwenye rushwa ni mkubwa sana. Akaniuliza swali ambalo na mimi nakuuliza. Wewe shughuli zako unafahamu ni bodaboda. Hivi ukikamatwa na askari, alafu akakwambia nikuandikie 30,000, by the way fine ni 10,000 sasa hivi, ama unipe shilingi 3,000, wewe utampa shilingi ngapi? Kwanza kimsingi hasemi kwamba nikuandikie au iweje. Okay. Automatically yeye kama afisa anayetimiza wajibu wake anatakiwa ni adhibu pale pale kwa mujibu wa sheria. Lakini hafanyi hivyo kwa muda ule. Ananipotezea muda ili na mimi akilini mwangu lije jambo lingine. Kwa mzalendo kama wewe unaweza ukamwingilia kati ukamwambia bwana niandikie? Ishawahi kufanyika na nishawahi kuandikiwa makosa 3 wakati nilikuwa na kosa moja. Mwaka 2016 kama sikosei. Okay. Kipindi hicho ilikuwa shida, pikipiki kiingia mjini matatizo. Sawa, nishawahi kuandikiwa makosa 3 shilingi 90,000 na pikipiki yangu ilikaa Central siku 4. Lakini nilikuwa na kosa moja tu la helmet. Nikaambiwa indicator, sijui nikaambiwa vitu gani, yakaandikwa makosa 3. Yote kwa sababu gani? Kwa sababu sikwenda vile alivyokuwa nataka. Kwa tunavyozungumza swala la rushwa ni saratani ipo ndani ya jamii. Sasa nini kifanyike? Mtaalamu hapa amezungumza kuhusu elimu. Elimu inatakiwa itolewe sana, lakini tusidili na vidagaa. Hivi virushwa vidogo vidogo. Tudili na rushwa kubwa kubwa. Wale rushwa kubwa kubwa washughulikiwe hadharani. Uonekane kwamba huyu mtu kashughulikiwa kwa sababu ya rushwa. Huyu wa China ataogopa. Lakini inavyozungumzwa lakini yale maamuzi yanayochukuliwa, nani alihusika na nani amefanyaje, wananchi waone. Ngoja mkurugenzi kupokea hapo alikuwa labda nisaidie hapo. Anaposema kwamba tusidili na hizi rushwa ndogo. Rushwa ndogo ndio husababisha kujenga fikra ya mtu kuanzia hapa chini mpaka kwenda juu. Kwa sababu hajashughulikiwa huko chini, anatengeneza kitu. Sisi kwenye ACFE tuna mambo makubwa matatu. Tuna kitu tunaita rationalization. Ile kuona ni hali ya kawaida. Sasa anapoanza nayo huko chini, unaposafisha barabara, lazima uhakikishe barabara ni jeupe. Kusiwe na msumari au kitu chochote ambacho kinaweza kikahatarisha maisha wanaopita katika lile barabara. Ndivyo hivyo hata rushwa tunapaswa kufanya. Kwa hiyo ukisema kwamba hizi ndogo ndogo, kwa mfano umeomba 2,000 tuiache tu, hakuna haja sasa ya kuwa hata na vyombo hivi. Kumaanisha hivyo. Unaposema usafishe barabara, unaondoa kifusi kwanza. Alafu ndo ile misumari nakuja. Naam, asante sana Eli Makala, mkuu wa dawati la elimu kwa umma kutoka TAKUKURU
Ilala. Hali kadhalika Isa Mustafa, shukrani sana, endelea kutoa taarifa ndugu yangu, usikate tamaa. Tuko pamoja. Mkurugenzi chama cha wataalamu wa udhibiti wa ufisadi na ubadhirifu, Musomi Maira, shukrani sana na wewe kwa kuja. Mtazamaji, tumejadili lakini huenda sio kwa kuangazia rushwa zote. Rushwa zipo kila mahali. Cha msingi ni kwamba una wajibu hapo ulipo wa kutoa taarifa na ikafanyiwa kazi, na unaomba uamini hivyo kwamba ukitoa taarifa inafanyiwa kazi. Mimi ni Samson Charles kwa niaba ya wote waliokuandalia mjadala. Kwa sasa ubaki